Watu wa Mwaya, habari ya asubuhi. Hamjambo. Hebu weka mkono kama mimi tusalimiane. Nyinyi mageni hadi kule vipi? Hao ndo wachawi. Wana wenyewe wamefulia kinoma kama sisi. Hebu tusalimiane Mwaya. People. Mwaya people. Hakuna mpaka ndugu zangu, niwashukuru sana kwa kuja kutusikiliza. Kama ambavyo nimetambulishwa kwenu, naitwa Patrick Ole Sosopi. Nilikuwa nanyi kwa miezi 9 kanda ya kati kwa mwaka 2024 wakati tunaendesha usajili wa wanachama kidigitali, ikiwa kama Zono Operation Commander wa kanda ya kati, kwa maana Morogoro, Dodoma pamoja na Singida. Nimekuwepo maeneo haya na nakumbuka hata uchaguzi wa jimbo ulifanyika katika kata hii. Najua utayari wa watu wa Mwaya, najua utayari wa watu wa jimbo la Kilombero, utayari wa watu wa Morogoro kutaka mabadiliko, kutaka kuona namna nzuri ya kupambana na hawa manyang'au. Miaka 60 wanakula rasilimali zetu bila kunawa. Najua mko tayari kuondoa hawa manyang'au wanaowakopa miwa yenu. Yani wananchi tunakopa, wazungu wanakopa, masikini wanakopa. Hao mashetani hawana aibu na hawana huruma na maisha wa Tanzania. Watanzania lazima tuungane kwa pamoja. Lazima tuzungumze lugha moja. Lazima tusimame kwa pamoja, kwa sababu maisha ambayo tunazungumza, changamoto tunazopigia kelele zinahusu maisha yetu. Watanzania tunatambua kwamba mnahitaji mabadiliko, lakini CCM hawataki tena. CCM wanajua kwamba mabadiliko yakifanyika, hasa ya sheria, hawezi kuwepo hata kwa lisali moja madarakani. Mnahitaji kuungana na Chadema kwa sababu sisi tunazungumza juu ya mustakabali wa maisha yao, maisha yenu. Sisi tunazungumza juu ya elimu yenu iliyo duni. Sisi tunazungumza juu ya afya zetu zilizo duni. Sisi tunazungumza juu ya umasikini wa Watanzania, wakati nchi yetu ni tajiri, wakati nchi yetu ina kila aina ya rasilimali ambazo ziko nchi nyingi duniani hawana hizo rasilimali. Kwa wale Wakristo kama mimi, mnakumbuka kwamba kwenye maandiko paliwahi kuandikwa kwamba kuna mahali ni bustani ya Eden. Huko nafikiri wazungu hawajafahamu vizuri. Tanzania inaweza kuwa ndio bustani ya Eden. Hakuna rasilimali ambazo wasipo nchi hii, lakini watu wake ni masikini. Ni masikini kwa sababu nchi hii imekosa leadership, imekosa uongozi. Ndio maana leo tunazunguka nchi nzima, tunawaambia Tanzania msidanganyike. Wanakuja na lugha za uongo, wanashindwa kutatua matatizo madogo kabisa yanayogusa maisha yetu, uchumi wetu, afya zetu. Watagusa jambo gani jingine kama waweza kubadilisha maisha yetu? Tunahitaji muungane na Chadema. Wameroga tayari.
tunahitaji kujua kwamba huu ni wakati sahihi. Watanzania tuungane, tuache kufikiri siasa ni mchezo. Siasa sio ushabiki wa Simba na Yanga. Siasa ni maisha. Siasa ni nini? Ni maisha. Ndio maana leo kuna wahuni wachache wanaweza kuwakopa wakulima kwa sababu ni siasa. Tunahitaji kubadilisha nchi, lakini hatuwezi kuibadilisha kwa sababu mifumo ya upatikanaji wa viongozi imekuwa ya kihuni. Mifumo ya upatikanaji wa viongozi katika taifa letu, kwa sababu taifa letu sio la kifalme. Taifa letu wala sio kwamba la kimalikia, ili mtu awe rais, ili mtu awe mbunge, ili mtu awe diwani, ili mtu awe mwenyekiti wa kijiji, au mwenyekiti wa kitongoji, ama mjumbe wa halmashauri ya kijiji, lazima apigiwe kura. Leo kwenye nchi hii hao viongozi wote hawachaguliwi tena, wanateuliwa na CCM. Tunaongozwa na vibaka na sio viongozi ambao tunawachagua. Ili tuweze kupata viongozi, leo sheria ya vyama vya siasa, sheria ya tume ya uchaguzi inayotupa mandate, inayotupa wajibu wananchi kutimiza wajibu wetu, kuchagua viongozi kwa sababu ya sera, kwa sababu ya uwezo wao, kwa sababu ya hofu ya Mungu. Sheria hizo hazitupi hiyo nafasi. Leo rais, matokeo urais hayawezi kupingwa mahakamani. Yaani rais akishatangazwa hawa jamaa naona sasa wanatujaribu. Yaani ni maneno tu na umeme umekatwa. Mimi niwashukuru kwa sababu tuna mambo mengi ya kuzungumza, lakini ujumbe wetu ni no reforms, no election. Ujumbe wetu ni no reforms, no reforms. Naomba wote tuzungumze lugha hii nione kama tumeelewana. Haya, weka mkono kama mimi.
Nikisema no reform tunasema no election. Nikisema bila mabadiliko ya sheria ya uchaguzi tunasema hakuna nini? Mwawe no